Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Januari 9, 2026, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari kubwa zopa kipaumbele. Inaanza na habari inayosema tope kinyesi, janga sugu lilofichika Dar es Salaam. Tope kinyesi, janga sugu lilojificha Dar es Salaam. Lakini wadau watia neno vigezo vipya ajira za uhamiaji. Wadau watia neno vigezo vipya ajira za uhamiaji. Lakini habari kubwa ni polisi matatani, vifo vya watu watatu. Polisi matatani, vifo vya watu watatu. Lakini madereva wagomea rasimu kanuni mpya zinazowapa nafuu. Madereva wagomea rasimu kanuni mpya zinazowapa nafuu. Na Muhimbili ya baini kiini vifo vingi wenye selimundu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi asubuhi ya leo. Linaanza na habari inayosema basi la dakwa na balo la skanka. Basi la dakwa na balo la skanka. Machinga bodaboda wapaza kilio cha mikopo. Machinga bodaboda wapaza kilio cha mikopo. Lakini sababu za Watanzania kutunza fedha mchagoni. Sababu za Watanzania kutunza fedha mchagoni. Na kuna habari inayosema uchaguzi mkuu wapingwa kortini. Uchaguzi mkuu wapingwa kortini EACJ. Na kuna habari inayosema Samia apigia chapuo sekta binafsi kwenye utafiti. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan apigia chapuo sekta binafsi kwenye utafiti. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Mtanzania leo lenye linaanza na habari inayosema Rais Samia atengua uteuzi wa wizara wa mambo ya ndani. Rais Samia atengua uteuzi wa waziri wa mambo ya ndani. Lakini vijana waeleza umuhimu wa jukwaa la vijana. Vijana waelezwa umuhimu wa jukwaa la vijana, wampongeza waziri Nanauka kwa uchapakazi. Lakini waahidi kulitumikia na kuwasilisha maoni yao kwa serikali. Lakini kuna habari inayosema askari wawili JWTZ kortini kwa tuhuma za kuhujumu uchumi. Askari wawili wa JWTZ kortini kwa tuhuma za kuhujumu uchumi. Lakini TEA na UNICEF wafungua milango ya miradi ya elimu Zanzibar. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Zanzibar leo kwenye ukurasa wa mbele, inaanza na habari inayosema Dr. Mwinyi, Wizara ya Fedha, lindeni wawekezaji. Dr. Mwinyi asema Wizara ya Fedha, lindeni wawekezaji, agiza sera rafiki za kikodi na kifedha. Lakini mapinduzi yatakamilika kupitia elimu, mageuzi ya kiuchumi. Huyo ni Dr. Samia. Na lakini kuna habari inayosema cheo kinaongozwa na weledi, maofisa uhamiaji. Hemedi asema cheo kinaongozwa na weledi, maafisa uhamiaji. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kula Zanzibar leo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kwenye gazeti lako Raia Mzalendo, ukweli na wazi, kwenye kurasa za mbele linaandika habari inayosema Makonda ateuliwa kuwa waziri wa habari. Sasa rasmi Makonda ateuliwa kuwa waziri wa habari. TEA na UNICEF watenga bilioni 2.5 kusaidia miundombinu ya elimu Zanzibar. Lakini ujio wa jukwaa la vijana, fursa mpya ya maendeleo. Na siku 100 za Rais Samia, umeme kukuashwa vitongojini Shinyanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la Dira ya Mtanzania ukurasa wa mbele linaandika 2025 mwaka wa mageuzi, matokeo katika mashirika ya umma. Lakini Simba Chawene nje, mambo ya ndani. Simba Chawene nje, mambo ya ndani. Lakini Katambi mrithi Makonda au abosi wizara ya habari. Na matumaini ya vijana kwa waziri Nanauka.
Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania kwenye kurasa wa mbele. Lakini Mwigulu azitaka taasisi za serikali kutobambikia watu makosa. Mwigulu anataka taasisi za serikali kutokubambikia watu makosa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Uhuru lenye ukurasa wa mbele kuna habari inasema riba ya BOT kubakia 5.7. Riba ya BOT kubakia 5.7. Lakini lindeni rasilimali bahari. Huyo ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassani asema lindeni rasilimali bahari. Lakini maafisadi kikaangoni, wenye mabusha waitwa kutibiwa bure Dar es Salaam. Wenye mabusha waitwa kutibiwa bure Dar es Salaam. Hii ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Inasema wenye mabusha waitwa kutibiwa bure Dar es Salaam. Lakini ateua atengua vigogo. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassani, ateua na atengua vigogo. Simbachawene kigogo NSMC watenguliwa. Makonda Katambi washika usukani wizarani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako gazeti lako la Mwanahabari lenye ukurasa wa mbele linaanza na habari inayosema waziri mkuu au Wambogo waonea bodaboda na wamachinga. Waziri mkuu au Wambogo wanawaonea bodaboda na wamachinga. Hiyo ni habari inaanza ukurasa wa mbele tu wa gazeti lako la Mwanahabari. Lakini Makonda waziri kamili habari, utamaduni, sanaa na michezo. Huyu ni Paul Makonda sasa wa waziri kamili wa habari, sanaa, utamaduni na michezo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuna habari unasema serikali yaendelea kufungua fursa za ajira kwa vijana wa Kitanzania nje ya nchi. Serikali yaendelea kufungua fursa za ajira kwa vijana Kitanzania nje ya nchi. Lakini kuna habari inayosema Makonda waziri kamili. Lakini tukichana gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa wa mbele, tuangazie gazeti lako la Wamachinga ukurasa wa mbele. Linaandika askari wa JWTZ raia watatu kizimbani kwa hujumu uchumi. Lakini DCA yakamata zaidi ya kilo 9689, watuhumiwa 66 watiwa nguvuni. DCEA yakamata zaidi ya kilo 9689, watuhumiwa 66 watiwa nguvuni. Lakini kuna habari inayosema Makonda Katambi sasa mawaziri Simbachawene auti. Lakini kuna habari inayosema polisi kuchunguza askari wake mauaji Tarime Arusha. Polisi kuchunguza askari wake mauaji Tarime Arusha. Mlezi wa bodaboda Machinga amwomba Mwigulu kuacha alama. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini gazeti lako la Majira lenye asubuhi ya leo linaandika habari inayosema serikali fursa za usafirishaji za chochea uwekezaji sekta binafsi. Lakini Mwigulu waliopora mali za wamachinga za wananchi wasirudishe. Mwigulu asema waliopora mali za wananchi wazirudishe, asisitiza kwamba hakuna aliye mbabe mbele ya serikali. Lakini waziri wa mambo ya nje wa China kuzuru Tanzania. Na Rais Samia azindua majengo mapya UDSM na IMS Zanzibar. Polisi wachunguza matukio matatu vifo vya utatanishi. Polisi wachunguza matukio matatu vifo vya utatanishi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuna habari inayosema mashindano makubwa ya Qur'ani tukufu kufanyika. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira, anasema mashindano makubwa ya Qur'ani kufanyika. Lakini tukiachana na gazeti lako la Majira, tuangazie gazeti lako la Tanzania Leo lenye linaanza na habari inayosema Dr. Samia apaisha uchumi kimya kimya. Dr. Samia apaisha uchumi kimya kimya. Mwigulu waliopora mali za wenzao ardhi warudishe wenyewe. Huyo ni Mwigulu Nchemba asema waliopora mali za wenzao ardhi warudishe wenyewe. Hiyo ni habari kwenye gazeti la kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina.
Lakini tukiachana na gazeti lako la Tanzania Leo, gazeti lako la Tanzania Leo, tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo. Nasema habari inasema Rais Samia ataka ulinzi baharini, Mwigulu waliopora mali za wananchi warudishe, kanuni kuwa bana madereva wa masafa marefu. Lakini uchumi bara kukua kwa 6% na Zanzibar kwa 7.2, na watu 66 wadakwa kwa dawa za kulevya tani 9.6, na vijana zaidi ya 1432 wapata ajira nje na ndani mwezi mmoja. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za mbele, sasa tuangazie kwenye kurasa za michezo na burudani kwenye magazeti mbalimbali nchini Tanzania. Tunaanza na gazeti lako la Uhuru, linaandika mapokezi Stars usipime. Mapokezi Stars usipime, Msuva Job wafunguka AFCON 2027. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kurasa za michezo. Huko gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika Dr. Karume aufungua uwanja wa Kitogani. Dr. Karume aufungua uwanja wa Kitogani. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Zanzibar Leo kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Habari Leo linaandika kipa Simba Queen arudi shule. Lakini nusu fainali ya kibabe Yanga Singida Mapinduzi. Morocco Kameruni kivumbi leo AFCON. Lakini Stars yapokewa kifalme, Profesa Kabudi atoa neno. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kuna michezo naandika Yanga wasajili striker kutoka Ulaya, na Steve Baka atoa maagizo Simba. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kurasa za michezo. Habari kubwa ni Baka atoa maagizo Simba. Lakini gazeti lako la Majira linaandika Stars yapokewa kifalme jijini Dar es Salaam. Yanga na Singida Black Stars mecha kibabe leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Mwanahabari linaandika Simba atupwa nje na Azam Mapinduzi Cup baada ya kupigwa goli 1-0. Lakini mapokezi ya Stars usipime, wachezaji washangaa Gamondi apewa jogo. Lakini Azam kumtoa kwa mkopo Barakati, na Awa sasa atakiwa ligi kuu ya Iraki. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa kurasa za michezo. Huko gazeti lako la Machinga linaandika Msuva asisitiza faulo ya Morocco ilikuwa ni penalty. Lakini Rais Samia apandisha Makonda sasa ni waziri. Kocha Yanga atamba kuwa nyoa Singida Black Stars. Lakini Simba yapigwa na Azam 1-0, yatolewa kombe la Mapinduzi, huku Simba sasa yaingia sokoni kusaka kipa. Na Novatus Dismas Miroshi atajwa kufanya vizuri AFCON. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti la Machinga kwenye kurasa za michezo, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwanaspoti asubuhi ya leo. Lenyewe linaanza na habari inayosema Singida vs Yanga, ngoja tuone. Simba yamvutia waya mido mpya. Kariki Ole kuungana Man United. Hiyo ni habari ya kimataifa kwenye gazeti lako la Mwanaspoti. Lakini kwenye AFCON utamu unaendelea leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Nipashe kwenye michezo linaandika Stars yapokewa kifalme, Yanga Singida hapatoshi leo Mapinduzi Cup. Lakini kimataifa Cisco sasa matumaini kibao. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe ukurasa wa michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.